Msinizike, mimi sijafa. Kijana ananyosha mikono katikati ya mazishi yake na kuambia na kijiji ya kwamba yeye ni mzima, hajafa. Ilikuweje? Kwa nini kijana huyu amenyosha mikono katikati ya mazishi yake? Utafahamu cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa katika chaneli yako pendwa ya simulizi za ajabu. Na bila kupoteza muda, wacha tuianze simulizi yetu kama ifuatavyo. Kijana mmoja aitwaye Saidi mwenye umri wa miaka 25 alikuwa akijulikana sana kijijini kwao. Alikuwa ni mchapakazi kuliko vijana wote wa rika lake. Alilima, alijiongezea sifa katika shughuli zake mbalimbali za kijijini, na kamwe hakuwa mgomvi na hakuwahi kuwa na ugomvi na mtu yoyote yule pale kijijini. Watu walimpenda sana na hata wazee walimchukulia kama mfano wa kuigwa katika kijiji hicho. Mama yake aitwaye Mama Zawadi alimpenda mwanawe kupita maelezo. Alikuwa ni tegemeo lake pekee mara baada tu ya mume wake kufariki miaka mingi iliyopita. Upendo wao ulikuwa wa dhati na kila mtu kijijini alijua ya kwamba Saidi alikuwa ni kijana mwenye nafsi njema kabisa. Lakini kijijini kulikuwa na bibi mmoja aliyekuwa akiogopwa na watu wote. Jina lake aliitwa Bibi Manga, mwanamke mzee mwenye miaka zaidi ya 80, anayeaminika kuwa ni mchawi, na kwa muda mrefu alionekana kukasirishwa na jinsi wanakijiji walivyompenda Saidi. Machoni mwake alikuwa akimchukia sana Saidi kutokana na wanakijiji wengi kumpenda Saidi kuliko ambavyo wanampenda yeye bibi huyu ambaye ni mzee kuliko wote kijijini. Bibi Manga alianza kumchukia Saidi kimya kimya, na kichwani kwake akawa na mawazo ya kumuondoa Saidi duniani ili wanakijiji wakose mtu wa kumpenda kutokana na upendo ambao wanamuonesha Saidi, wakati wanashindwa kuonyesha upendo huo kwa wazee. Siku moja Saidi akiwa ametoka shambani, alihisi kizunguzungu kisicho cha kawaida. Ndani ya saa moja tu mwili wake ulidhoofika sana. Ghafla akaanguka chini. Hivyo watu wa karibu waliokuwa upande wa Saidi walimbeba haraka wangu Saidi na kumfikisha nyumbani kwao. Mama yake na Saidi aitwaye Mama Zawadi alilia na kusaga meno mara baada ya kumuona mwanake Saidi akitoka mapovu mdomoni, masikioni na damu kutoka puani. Hali hiyo ilimuumiza kweli kweli. Mbona ghafla sana mwanake ajaumwa? Imekuweje mbona ghafla? Hivyo waliita waganga wa kijiji kwa ajili ya kumsaidia Saidi, lakini waganga walishindwa kufua dafu. Ugonjwa ambao umempata Saidi ulikuwa ni ugonjwa wa ajabu ambao haujawahi kutokea. Na ndani ya muda mchache tu waganga wakathibitisha kwamba tayari Saidi amepoteza maisha. Kwa upande wa Bibi Manga, yeye alifurahi kweli kweli kwa sababu yeye ndiye aliyemtumia kimbora Saidi ili afariki dunia wanakijiji wakome kuringa kwa sababu walimpenda sana Saidi. Kijiji kikazizima, kila mtu alianza kulia. Mama yake na Saidi alilia machozi ya uchungu yasiyo na kikomo. Hakuna aliyeamini kuwa kijana mwenye afya njema na nguvu tele angefariki ghafla hivyo. Lakini kitu ambacho wanakijiji hawakujua ni kwamba Bibi Manga ndiye aliyefanya tambiko la kumtoa Saidi kwa nguvu za giza. Siku ya mazishi, majira ya saa 7 mchana, jua likiwa kali kweli kweli, wanakijiji walikusanyika kwa wingi makaburini kwa ajili ya kuhakikisha wanamzika kijana wao mpendwa. Wanawake walivalia vitenge vya maombolezo, wanaume walivaa kanzu na mavazi ya kijijini, kila mtu akiwa bado haamini kilichotokea. Watu wakiwa na majonzi kumpoteza mchapakazi wa kijiji. Mwili wa Saidi uliletwa kwenye jeneza ukiwa umeandaliwa kwa mazishi ya Kiislamu kabisa. Hakika jeneza liliwekwa karibu na kaburi, wanakijiji wakiendelea kulia wakiumizwa na msiba huo mzito wa kijana wao. Mara baada ya wanakijiji kulia sana na mashehe kutoa nasaha pale kijijini, basi ukawa ni wakati wa mwili huo kushushwa katika kaburi. Katika harakati za kushusha mwili huo ndani ya kaburi, upepo mkali ulipiga katika eneo hilo kiasi kwamba upepo huo ulikuwa unaashiria kwamba kuna kitu cha ajabu kitatokea. Hivyo wanakijiji wakasimama kwanza kuangalia nini hata ambacho kinatokea. Wakaahirisha kudumbukiza mwili wa Saidi katika kaburi.
Ghafla jeneza likatetemeka. Wanakijiji wote wakashangaa. Watu wakaanza kuangalia kwa hofu jeneza lile. Mara mikono miwili ikanyooshwa juu kutoka ndani ya jeneza. La haula! Wanakijiji wakabaki wamepigwa na butwa, wamepigwa bumbuazi. Wanawake wakapiga mayowe, wanaume wakarudi nyuma kwa mshangao. Mama Zawadi akaanguka chini kwa mshtuko mzito kweli kweli. Na hapo hapo Saidi alinyanyuka na kukaa katika jeneza lake akiwa bado amevaa sanda nyeupe, pumzi ikienda na kurudi kama mtu aliyeamka kutoka usingizini, ama kama mtu ambaye ameamka katika usingizi mzito kweli kweli. Kisha alifungua macho yake pole pole na akasema kwa sauti nzito, sijafa, niliondolewa na uchawi. Mtu aliyenipa mauti yuko hapa, jina lake ni Bibi Manga. Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ambayo ameyazungumza Saidi kwa uchungu mara baada ya kuamka. Watu wote wakigeuka kumtazama bibi yule kikongwe ambaye alikuwa pale msibani. Bibi Manga alianza kutetemeka, macho yake yakibadilika rangi, alama ya mtu aliyefumuliwa siri ya kichawi. Yani uchawi ukaanza kuonekana dhahiri shahiri. Macho ya Bibi Manga yakawa ni mekundu kweli kweli. Bibi Manga akaona sasa hapa mambo yameharibika. Akajaribu kukimbia, lakini nguvu zisizoonekana zilimwangusha chini Bibi Manga. Wanakijiji wakajua bila shaka mizimu ya ukoo wa Saidi ilikuwa mikali na wasingeweza kuruhusu mwana wao aondolewe katika nguvu za giza. Hakika Bibi Manga alikamatwa na wanakijiji wote. Saidi naye alipotoka ndani ya jeneza, wanakijiji walimshikilia. Safari kaanza sasa kurudi kijijini ili kujua nini hasa ambacho kinabidi kifanyike kwa Bibi Manga. Haya bwana, katika mkutano wa wazee uliofanyika siku hiyo waliamrisha kuwa Bibi Manga asiguswe kwanza. Waliamua kumwacha tu, wamwachie Mungu kutokana na madhambi makubwa ambayo ameyafanya Bibi Manga. Na kwa kuwa Bibi Manga alikuwa tayari alianguka kule makaburini, masikini wa Mungu, Bibi Manga mara baada ya kusamehewa na wazee wa kijiji, Bibi Manga hakuweza tena kutembea. Jeraha alilopata katika mguu wake lilikuwa ni kubwa mno, na kila siku Bibi Manga alikuwa akioza taratibu katika jeraha alilopata katika mguu wake. Saidi alipona polepole, lakini hakuwa katika hali yake kama ilivyokuwa hapo awali. Alianza kurejea taratibu, na baada ya mwezi mmoja Saidi alipona kabisa. Na kwa upande wa Bibi Manga, bibi mchawi, bibi Kikagula, mguu wake ulioza taratibu, na mwisho wa siku maumivu yalikuwa ni makali. Bibi Manga aliteseka, na mara baada ya miezi 3 kupita, Bibi Manga alifariki dunia huku mwili wake ukiwa umeoza kabisa wote. Na hapo kengele ama nduru ya kijiji ilipigwa kwamba Bibi Manga amefariki dunia. Wanakijiji walipofika katika nyumba Bibi Manga kuangalia mwili wake, walikuta mwili wake umeoza wote. Wakaandaa taratibu zote za mazishi, kisha wakamsitili Bibi Manga. Na wanakijiji wengine wakasema kwamba haya yote ni kutokana na mabaya ambayo aliyafanya Bibi Manga kwa kutaka kumuondoa duniani Saidi ambaye alikuwa ni kipenzi cha wanakijiji. Kila mtu alizungumza la kwake katika swala hili la Bibi Manga. Hakika, na kufikia hapo ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri ambayo inamhusu bibi katili, Bibi Manga mchawi ambaye alitaka kumuondoa Saidi, lakini mwisho wa siku alishindwa kumuondoa Saidi duniani. Wewe maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment.